Mfuko wa NSSF kama mnavyofahamu ni mfuko wa hifadhi ya jamii ambao unahudumia sekta binafsi, wale walioajiriwa, lakini pia tuna mamlaka ya kisheria ya kuwasajili wale ambao wamejiajiri wenyewe. Wakati Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, thamani ya mfuko ilikuwa trilioni 4.8 ile Machi 2021, lakini mpaka kufikia Februari 28 mwaka huu 25 thamani ya mfuko imekuwa zaidi ya trilioni 9.2. Sasa hilo ni ongezeko la zaidi ya 92%. Kwa nini tumekuwa na ongezeko kubwa kiasi hiki katika miaka minne, na ukizingatia kwamba NSSF imekuwepo muda mwingi tangu enzi hizo ikiitwa NPF tangu mwaka 64. Moja ni hilo ambalo limeeleza sera nzuri za uwekezaji ambao zimevutia sana wawekezaji. Tumesajili wanachama zaidi ya milioni 1, na kuwa specific katika kipindi hiki cha miaka minne mpaka 28 Februari mwaka huu tumesajili wanachama milioni 1,052,176. Na hilo sasa limepelekea ongezeko la michango. Katika kipindi cha miaka minne hii tumekuwa na michango ya jumla ya shilingi trilioni 6.99. Ni takriban trilioni 7 hizo. Sasa ukiangalia zile hesabu zetu za ukaguzi za kuwa audited na CAG, utaona hiki ninachosema ni maana gani. Kwa sababu katika mwaka kwa mfano wa 21-22 tuliweza kukusanya makusanyo ya trilioni 1.4, lakini mwaka uliofuata 22-23 tukakusanya trilioni 1.7. Mwaka wa 23-24 tumekusanya trilioni 1.9. Unaona jinsi ambavyo makusanyo yameongezeka, lakini hiyo inaendana sambamba na ongezeko la michango na wanachama mfuko. Sasa ukiacha hayo, tumekuwa pia na utendaji mzuri wa mfuko. Mapato ya uwekezaji yamepanda sana. Katika miaka hii minne mapato ya uwekezaji yamerenji kati ya shilingi bilioni 425 mpaka bilioni 575, na wastani wa mapato hayo ni zaidi ya shilingi bilioni 535 kila mwaka. Sasa ni makubwa, na hasa ukizingatia kwamba huko nyuma bado mapato ya uwekezaji yalikuwa ni kidogo sana, yalikuwa kidogo ukilinganisha na haya sasa hivi, lakini si sana. Wakati huo yalifikia nafikiri maximum ilikuwa shilingi bilioni 350 ule mwaka wa 20. Mwaka 21 pale ambapo Mheshimiwa Rais Samia aliingia madarakani, matumizi ya tehama yalikuwa ni 48%. Lakini tunavyoongea sasa mpaka Februari matumizi ya tehama yamefikia 87.5. Na tunataka mwishoni mwa mwaka huu tuwe tumefikia 100%. Zile huduma zote ambazo tumeziamaki ziwe automated, tutumie tehama, basi tutatumia tehama. Na katika kuboresha huduma, ukiacha matumizi ya tehama ambayo yametusaidia moja kwa moja, lakini pia kuna swala zito hili la ulipaji wa mafao, shughuli yetu ya msingi. Kama unavyofahamu, NSSF na mifuko ya pensheni, jumla la msingi kwa ukiacha mengine haya ambayo tunazungumzia, mwisho wa siku ni kulipa haya mafao. Tumeweza sana kisheria, tunatakiwa kulipa mstaafu siku 60 baada ya kuwa ametoka kazini. Lakini sisi wenyewe ndani, kwa kutoa kipaumbele katika jambo hili la huduma kwa mteja, kupitia ile Client Safe Charter tumeweka siku 30. Nimeangalia katika kumbukumbu zetu za mwaka huu wa fedha ambao ulianza Julai mwaka jana mpaka Februari mwaka huu 25. Tuna wastani wa siku 22 za kumlipa mteja pale ambapo anastaafu. Na kwa kweli lengo ni kwenda kwenye siku moja. Nataka mteja akistaafu leo basi kesho alipwe. Kwa hiyo pamoja na sheria kutaka tulipe ndani ya siku 60, lakini tumepunguza mpaka kufikia siku 22, na mwelekeo sasa ni kupunguza mpaka kufikia siku moja. Hayo tutafanya kwa sababu ni moja malengo yetu, na tunaweka mikakati ya kuhakikisha kwamba yote hayo yanatekelezeka. Lakini pia katika swala la kuboresha huduma kwa wateja, tumehakikisha kwamba wale ambao hawawezi kutumia tehama, ofisi zetu zimesambaa nchi nzima. Tuna ofisi kila mkoa, tuna ofisi kila katika wilaya, lakini pia kuna vituo. Sasa katika mwaka huu uliopita tumeweza kupandisha ofisi. Kwa mfano pale Dar es Salaam tumeongeza ofisi zenye hadhi ya kimkoa kwa maana ya NSSF 2 Kigamboni na Ubungo. Yote hayo ni katika kuhakikisha kwamba kwa kweli tunakuwa karibu na wateja na tunawaondolea ule usumbufu wa kutufuata mbali.